Naam, na sasa tujielekeze nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kutoka huko zasema kwamba Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa majeshi ya Uganda UPDF na mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, alisema jana Jumapili kwamba vikosi vya Uganda na vile vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vitawashambulia wazalendo popote watakapowakuta na kuwaita hao wazalendo ni nguvu hasi baada ya ziara yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Awali nilifanya mahojiano na Kapele Mutachi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Nilizungumza naye moja kwa moja kutoka pwani ya Durban, mashariki mwa Afrika Kusini. Nilitaka kufahamu kutoka kwa Kapele Mutachi kama anaitafsirije kauli hii ya mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Kapele alianza kwa kunijibu. Naweza kuanza na kusema kama ni sikitiko kubwa kwenye serikali yetu ya Kongo, kwa maana serikali yenye iko imara haiwezi kutumikisha jeshi la nje kwa juu ya kuja kumalizana na mgogoro wenyewe hakukwenda kuanzishwa na sisi, kwa maana jeshi la Uganda miaka mingi huko nyuma tayari limekuja Kongo linapigana na ADF-NALU. Hatujaona resulta yoyote yenyewe inakwenda kuonesha kama amani kule tayari imesharudi. Kila siku kwa siku watu wanachinjwa, watu wanauawa. Mimi nawazia jinsi nimesema kama ni sikitiko ya serikali yetu inaonesha kama viongozi hatuna. Yaani nchi inabebwa kama na viongozi wenye wako na mwelekeo wa kwenda kuprotege maboda zetu. Kwa maana hiyo kwetu sisi tunaona kama ni fabrikasio tu yenyewe inatumiwa kila siku na jeshi la Uganda kusema kama pako ADF-NALU kwa juu ya wenyewe kuingia ndani ya Kongo, kwa maana unapaswa ujue kama vita hiyo kama vita vya uchumi, Uganda najua wenyewe nafaka ndani ya nchi ya Kongo. Naam, Kapele, makundi mengi ya wazalendo huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yako upande wa serikali, na ni serikali hiyo ya DRC ambayo tunaambiwa kwamba imekubaliana na jeshi la ulinzi la Uganda UPDF kuwasaka wale ambao wanasaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii kwa namna nyingine tunaweza tukasema kwamba serikali ya DRC imewasaliti wazalendo? Hiyo kwa jinsi mambo yanavyoonekana kweli ni usaliti, kwa maana wakati vita vilivyoanza, kama unafuata kauli ya serikali yetu, imesema kama nchi yetu imevamiwa. Na nchi wakati inavamiwa, katiba ya nchi kwenye kipengele chake cha 63 kinaongea kama wakati nchi inavyovamiwa na watu wavamizwa kutoka nje, kama jinsi serikali imekwenda kutuambia kama tunavamiwa, inabidi waraia wa nchi washimame, waende wafanye uzalendo. Ule ni uzalendo wa kuenda kudefend nchi yao. Ila serikali leo inarudi tena kusema kama mikataba yake na Uganda watakimbizana na wazalendo wenyewe waliofanya kazi ya kusegemea ndani ya serikali ya kwenda kusaidia kwa jua matatizo tulikuwa tumekumbana kufuatana gisi na serikali tena imekwenda kudanganya. Hii inaonyesha sasa serikali hili danganya watoto wetu waende wafe, wakati tayari serikali ilikuwa ishakuwa na mpango wake, kwa najua ni vitu vilikuwa vinapitika. So hiyo kabisa ni usaliti. Na endapo hili la kuwasaka wazalendo litafanyika kama linavyozungumzwa, unadhani litakuwa na madhara gani hapo baadaye? Madhara yatakuwa mengi, kwa maana usalama hutokuwepo. Mzalendo ni nani? Mzalendo ni raia. Huyo mzalendo akiamua kuweka nguo yake ya kijeshi yenye anavaa na anaingia kuwa raia na silaha yake ameiweka ndani ya nyumba, italeta usalama kuwa mdogo. Mimi nawazia mpango huyu wenyewe serikali imekwenda ukamata na ndani ya Uganda kabisa tenda kuenda kufanya usalama tena usikui kuwa mwingi, kwa maana vijana wamedanganywa kusema kama hivi ni vita vya uvamizi, na vijana wakajitoa, na kwa ule kujitoa kwao wakiona kama tena wamesalitiwa, hawengi hawatakubaliana kwenda kwa hiyo program yenyewe. Wanasema kama watakwenda kuwa demobilize, waende kuwapitisha sijui kama ni vitu gani wawatoe ndani ya hiyo hali au wapigwe kabisa watoke. So wale vijana watapotea humo ndani, wadogo watatoka wenyewe wataenda kuogopa hila, lakini usalama uteko mikono ya wale wazalendo zitakwenda zinatembea mle ndani. Na wakati mtu atakuwa na shida ya pesa, anaweza kutumia hiyo silaha na kwenda navamia watu usiku na napora mali yao. Kitu ambacho watu wengi wanajiuliza bila majibu ni kwa nini taarifa itolewe na jeshi la nje badala ya jeshi la ndani. Ni kitu gani ambacho wazalendo wanatakiwa kujifunza kutokana na kauli hiyo ambayo ilitolewa na mkuu wa majeshi ya Uganda Muhoozi Kainerugaba? Kwanza ni sikitiko sana, ni sikitiko, na ndio nimeanza kusema kama hatuna serikali na hatuna viongozi. Kwa maana haya mambo yote yako yanapitika, hayapiti kwenye bunge,
Hata wabunge sijui mambo yanapitia watu wanafikia kwenye nani. Wazalendo na wazia, tukirudi huko nyuma, kiongozi, nitachukua dakika ndogo tu. Hii jina la uzalendo ukiangalia limeanziwa huko mbali kwa juu. Ukiangalia kwenye uongozi wa Kongo kuanzia 1965 huko nyuma, mabebero wazungu wa Kibeleji na Kimarekani wamekaa chini huko Belgium. Ilikuwa ni tariki 24 kama mwezi wa 9 1965, wakakwenda kutrace class politique congolaise. Walituambia wakati Mobutu wataenda, wakongomani watabebwa ndani ya magrupe ya coalition. Patakuwa coalition ya vyama vya siasa vyenye vitakuwa Kongo, vyenye vitatetea maslahi ya Wabeleji na warafiki zao. Patakuwa grupe nyingine ya pili yenye itakwenda kuwa ni coalition ya magrupe za siasa zenye zinatetea mali ya Marekani na marafiki zao. Na patakuwa grupe ya tatu walio kusema wakati hizi hawa watu wawili wanapigana kama jinsi tuko tunaona leo, watakwenda kuleta grupe ya tatu. Hao watu wataenda kuitwa, wanawaita kwenye jina la Kifaransa wa traite national. Watakuja na maneno ya uzalendo kama tulioyasikia kule nyuma yetu tulisemewa